soma katika kitabu cha Ufunuo, nitawasomea pale 14. Ufunuo sura ni 14, aya yake ni ya 6. Title ya leo Arise and Shine. Simama na ufanye nini? Na uangaze. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hawa wakao juu ya nchi, na kila taifa na lugha na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemichemi ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anaonyeshwa malaika akiruka katikati ya nini? Ya mbingu. Sitaki kuuliza kwa nini hawa wanatembea kwa miguu. Kwa nini Yohana hakuonyeshwa manabii kama vile Elia, manabii kama vile Musa? Kwa nini Yohana hakuonyeshwa watu wa mitume wa Yesu waliokuwa jasiri kama Petro? Akaonyeshwa malaika wakiruka katikati ya mbingu. These are angels flying, wakiwa na injili ya milele. Kumaanisha nini? Our gospel wakati wa nyakati za mwisho lazima ipepee angani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujumbe wetu usiwe wa kuficha. Ujumbe wetu unapita juu kwa juu. Ndiposa ninapotembea huwa naambia watu ya kwamba Uadventista is a contagious disease. Hiyo sina kwa Kiswahili. Waswahili nisaidieni. Uadventista is a contagious disease. Very good. Yaani Ukristo wetu ni ugonjwa hatari wa kuambukiza, kwamba ukiwa kazini unaambukiza watu Ukristo, ukiwa popote unaambukiza watu Ukristo wako, mpaka watu ukifika mahali hivi usikwasikie Mwadventista amefika, wanajua hakuna amani. Ndiposa Yohana akamwona malaika akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hawa wakao katika juu ya dunia. Na injili hii ya milele ilikuwa ni ajabu sana. Anasema injili hii lazima ifikie kila kabila na lugha na taifa na jamii, na kisha ilete watu katika kumwabudu Mungu katika njia ya kweli. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa sababu gani? Kwa sababu saa ya hukumu yake imefika. Point number 1. Kwa nini watu watangaziwe katika kila lugha, katika kila jamaa, in a flying mode, katika njia ya kupeperuka, katika njia ya kupita angani, katika njia ya kupitia kwa communication za hali ya juu? Yohana akaonyeshwa kwamba wakati wa mwisho ujumbe wa Kiadventista, ujumbe huu wa wokovu, ujumbe wa Yesu Kristo utaenda na technology. Akaonyeshwa si malaika physically, akaonyeshwa ujumbe huu utaenda ukitumia mitandao ya siku hizi. Shetani anapojaribu kuzidi kuongoza watu katika mitandao, katika kupotea, Yesu naye anatusihi kwamba lazima na sisi tuangaze kupitia mitandao hii, tuwapelekee watu injili iwafikie katika dunia nzima. Na tunapokosa kupeleka kazi hiyo, tunajua kwamba kazi ya Bwana hatujaimaliza. Kazi ya Bwana hatujaimaliza. Kwa sababu gani? Injili hii inayoleta watu katika ibada sahihi inatakiwa, point number 1, iwaonyeshe watu ya kwamba kurudi kwa Yesu kumekaribia na hukumu imefika. Point number 2, ujumbe huu lazima uwatoe watu katika Babeli ulioanguka. Ndiposa malaika wa pili akafuata akasema, umeanguka Babeli. Umeanguka kivipi? Babeli ni nani? Unaporudi katika kitabu cha Danieli, moja inasema ya kwamba mfalme alikuja akawaangukia Yerusalemu, akauhusuru, akauteka mateka. Kwa hivyo Babeli inawakilisha mateka. Kwa hivyo dunia saa hii wako katika mateka ya Babeli. Na kwa sababu Babeli umeanguka, lazima tuambie watu watoke katika Babeli wakuje katika nuru ya kweli. Nani ako tayari kwenda kuambia watu watoke katika Babeli? Kila siku tunaimba sauti yake Bwana kwenda na
hakuna stanza, utasikia mtu anasema nipo Bwana nitume. Tunataka kuambia Yesu atume wengine. Na sisi je, tutaenda lini? Tutaenda lini kutumika? Tutaenda lini kuambia watu in a flying way, in a flying mode, tukiangazia watu watoke katika giza, maana Babeli imeanguka. Jambo la mwisho, kwa nini tuambie watu tuhubirie habari njema ya injili hii ya Yesu Kristo? Ni kwa sababu watu wameingia katika kumwabudu sanamu, shetani, kwa njia ya kuabudu mnyama na sanamu yake. Ndipo malaika watatu anasema mtu awaye yote akiabudu sanamu hii ama mnyama huyu atapokea mapigo. Je, tunaenda kuambia watu kwamba wanaabudu mnyama, wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu? Je, watu wako wapi katika unabii? Je, tunakimbia kueleza watu wako wapi katika hali zao za afya? Wako wapi katika hali yao ya ndoa? Tunaambia watu jinsi ya kuishi na kula na jinsi ya kuvaa, ama tunakaa tu tukimtarajia Yesu na tunaambia kwamba hukumu imekwisha kuja? Je, sisi tunapeleka ujumbe ama tunaketi tu tukingoja ya kwamba tukuje tuhubiriwe, tujaziwe? Imagine unataka kukaa kama mtungi unakuja unaweka, nataka kuchukua sasa ni chakula unachukua mtungi unaweka uji, unafunga, unaenda Sabato ifuatayo unachukua mtungi huo ulio na uji kidogo, unaongezea uji mwingine fresh unaweka. Kota nzima umekuja ukaongezea uji wako. Baada ya mwaka uji wako utakuwa namna gani? Jijibu hapo. Lakini kuna mwingine anakaa kama birika, kazi yake amekaa pale birika, anakuja anapokea Sabato. Anapotoka Sabato anainamisha kidogo, kile kitu kinaanza kumwaga, ameshika birika lake, anaenda akipatia wengine. Akifika Sabato yuko empty, anakuja anawekewa nyingine. Je, tunamhubiri huyu Kristo ama tunampile up? Je, tunamhubiri huyu Kristo ama tunazidi kuongezea kila Sabato bila kujua ya kwamba tuna kazi ngumu tuliyoitiwa na Yesu? Tuna kazi ngumu tuliyoitiwa ya kwamba enendeni mkahubiri habari njema. Ndiposa sasa hivi wito wa siku hii ya leo, amka na ufanye nini? Na uangaze. Na ukiamka na kuangaza, nuru ya Bwana itakuzukia. Ndugu yangu na dada yangu, ningependa kukupatia jambo hili. Yesu anakuhitaji mimi na wewe tupatiane ujumbe huu wa malaika tatu. Watu wajue hukumu ya Yesu imefika, watu watoke Babeli, na watu waache kuabudu mnyama na sanamu yake. Isaia 60 aya ya kwanza mpaka 5 inasema nini? Kitabu ni Isaia 60 aya ya kwanza inasema, ndio, ondoka uangaze. Kwa nini? Kwa kuwa nuru yako imekuja, ndio, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia, ndio, na giza kuu litazifunika kabila za watu, ndio, bali Bwana atakuzukia wewe. Asante. Utasoma mpaka 5. Biblia inasema amka, enda uangaze. Kwa nini uende? Ni kwa sababu nuru ya Yesu imekushukia. Hauwezi angaza kama wewe hauna nuru. Lazima kwanza upokee nuru. Na kila siku baada ya sisi kuja kanisani, tumezaliwa mara ya pili, tunamkubali Yesu Kristo, tunajazwa na nuru na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni jukumu langu, ni jukumu lako kwenda kuangaza katika mataifa. Lakini sasa ukajiuliza, kwa nini niangaze? Kwa sababu Biblia imesema ya kwamba giza limefunika dunia. Ukisoma mpaka mstari wa 5 utagundua ya kwamba vijana lazima waamke, wasichana lazima waamke, wazee lazima waamke na wamama. Endelea ndugu, ikasema nini Biblia? Naendelea na kusema, ndio, na mataifa watalijua nuru yako, na wafalme kuijua mwanga wa kuzuka kwako. Ndio, inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya
wanakujia wewe, wana wako watakuja kutoka mbali, Ndiyo. na binti zako watabebwa nyongani, ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Asante sana. Biblia inatuagiza kwamba tuweze kuwapelekea watu nuru, watu ambao wako kwa giza. Ukiangalia dunia saa hizi jinsi wanavyokula, utajua ya kwamba watu wako katika giza. Ukiangalia siku hizi vile watu wanavyokuwa kule nje, utagundua ya kwamba watu wako katika giza. Ukiangalia jinsi watu wanavyoabudu Mungu, utagundua ya kwamba kweli watu wako katika giza kubwa. Ukiangalia hata vile watu wanavyoomba, utagundua ya kwamba watu wako katika giza. Na hata saa hizi unapotembea, unasikia watu wanasema, kama vile wengine waliniambia juzi pale kazini, wakaniambia uimbaji siku hizi imekuwa ni biashara na imekuwa corrupted, imekaa kama shetani. Tumebaki na waimbaji moja tu, na huyo si Mkristo, hata hajaenda kanisa yoyote. Akasema kama kuna waimbaji wamebaki ni wale wa SDA. Mwingine naye pande ile katika kiti ninachokaa pande ile akajibu akasema, yenyewe hapa ni ukweli, hata mimi ambaye kanisa lake lilikuwa na taratibu kidogo, akasema hata mimi kanisa letu silitaji, akasema limeharibika sana mpaka siku hizi tunajua tu kwaya imebaki ni ya SDA. Watu watakujia, Biblia ikasema watu watakujia kwa sababu ya ule nuru. Watu watakimbia wakisema ya kwamba jameni wa Kristo tufundisheni jinsi ya afya, wa Kristo tufundisheni juu ya maadili. Watasema ya kwamba jameni wa Kristo tufundisheni juu ya mambo ya Biblia. Unapata wakati mwingine kunahubiriwa, kama juzi pale kulihubiriwa Kasarani, nikasikia watu wengine wakasema, yaani maneno ilikuwaga wapi? Yaani ni short, nyinyi mwenye nuru mlikuwa watu mkachelewa na maneno kama haya ya kwamba watu wako katika giza. Ndiposa Yesu leo hii anaita, anauliza nani atakwenda kwa sababu yetu? Who is going to represent heaven? Nani atakwenda kuturepresent? Mungu anauliza yeye mwenyewe pamoja na Yesu, nani ataenda kutuwakilisha kule duniani? Isaia 6:8 inasema nini? Inasema hivi. Inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ndiyo, nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kwa ajili yetu, ndiyo. Ndipo aliposema, mimi hapa, nitume mimi. Nitume mimi. Nimemaliza. Asante sana. Mtumishi wa Mungu nabii Isaia akasikia Mungu akiuliza pamoja na Yesu mbinguni, tumtume nani? Nani atakwenda kutuwakilisha duniani? Na tunaposema Yohana alionyeshwa malaika, usifikiria kwamba kesho tutaanza kusikia malaika na loudspeaker, Yesu anakuja, tubuni. Hakuna, ni wewe na mimi. Ndiposa nabii akasikia akasema, mimi nipo hapa, nitume. Mahubiri yangu kama vile yanavyokuwa tofauti, nauliza swali, ili wito tu katikati ya mahubiri haya, ni nani pamoja na Isaia? Si pamoja na mimi, maana hata mimi nataka kupokea huu wito. Ni nani pamoja na Isaia? Yesu anapouliza ni nani atakwenda kwa ajili yetu, nani yuko tayari kusema mimi hapa Bwana, nitume? Mimi nimeinua, siwakilishi mtu, nimejiwakilisha mimi. Asante sana. Nataka tuombe kwa ajili hao waliinua mikono. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wale ambao wamesema pamoja na mtumishi wako Isaia pamoja nami kwamba Yesu, nipo hapa, nitume. Bwana, utuongoze tutii wito huo kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kitabu ni cha Petro wa kwanza 5:8. Tunapouliza, Yesu anapouliza nani atakwenda kwa ajili yetu, nani ataenda kuturepresent duniani katika habari njema, kuna adui anayetuzuia njiani. 5:8 Petro wa kwanza inasema nini? Maandiko yanasema hivi. Inasemaje? Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, ndiyo, kama simba angurumaye, zunguka akitafuta mtu ammeze. Tunaambiwa kwamba shetani yeye halali. Sisi tunaulizwa nani atakwenda. Shetani haulizwi kama ataenda. Yeye mwenyewe amechukua usukani, akaanza kuzunguka mbio, akikimbia hapa na pale, akitafuta mtu ammeze. Je, ni nani ataamka akimbia awaambie watu
anakuja. Jameni, shetani anatafuta mtu wa kumeza, ndio huyo anakimbia. Dunia inapotafutwa na shetani awameze, ni nani atakimbia jameni? Wimbo 107 stanza ya kwanza. Nafurahi sana ninaposikia wimbo huo. Ni swali ambapo Yesu anauliza, nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Maana shetani anatafuta mtu wa kumeza. Shetani anatafuta kama simba. Tukaimba, sauti yake Bwana, kwenda nani tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa kudumu anaita, zawadi atatoa, nani atakayejibu, nipo Bwana nitume? Kwa nini shetani anatafuta mtu wa kumeza? Siangalikaa angojea hukumu yake. Kwa nini anatafuta mtu wa kumeza? Ni kwa sababu anajua mahali alitoka na hatawahi kanyaga huko, na anajua ya kwamba hana nafasi. Ufunuo 12 aya yake ni 7 mpaka 9. Ufunuo 12 aya yake ya 7 inasema hivi. Ndio. Kulikuwa na vita mbinguni, Alafu Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. ndio. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Ndio. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Ndio. Yule joka akatupwa, yule mkubwa Aitwaye nyoka wa zamani, Ehe. aitwaye Ibilisi na Shetani, akafanywa nini? audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata chini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kulikuwa na vita mbinguni wakati shetani alipotaka kujitukuza, akakosa kila kitu, akatupwa mpaka chini. Na alipotupwa mpaka chini, kukatokea na matangazo. Sasa hapa kukatokea na matangazo. Mstari wa 12 inasema, Mungu akatangaza tahadhari hapa. kwa hiyo shangilieni. Akasema shangilieni sasa, kwa sababu shetani ametupwa. Shangilieni nani? Enyi mbingu. Kwa hivyo mbinguni kukakuwa na mshangilio wa ajabu. Nanyi mkaao humo, Na wote wakawa mbinguni wakaanza kushangilia kwa sababu shetani ametupwa. ole wa nchi na bahari, Lakini ole wetu sisi sasa ambao tuko hapa duniani, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, na shetani ametupwa hapa duniani akiwa na hasira nyingi sana, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. na anajua ya kwamba ako na muda mfupi sana. Kwa nini shetani anaguruma kama simba akitafuta mtu ammeze? Kwa sababu 3. Moja, kile alikuwa na fight for, kile alikuwa anatetea mbinguni alikikosa, na akakosa mbinguni milele. Jambo la pili, kwa nini anaguruma akitafuta mtu ammeze? Ni kwa sababu alishatupwa hapa chini. Jambo la mwisho, ako na muda mfupi sana, akilala ole wake. Na kama shetani halali, na wewe unakuja kanisani, unakuja na unalala, tayari nyumbani huhubiri, mtaani huhubiri, kanisani unalala. Shetani ako na kazi na wewe ni kumeza tu. Unajua kuna chakula zingine ukipata kama simba akipata swala mpaka amfukuze, arukie, astruggle, akimbie, mwisho amume, angoje sasa amue pole akufe, akule, asumbuliwe na kisha na fukuza. Lakini sasa kama kuna kasungura hapo kamevunjika kadogo, hata haina haja kuua, hata haina kusema ati nikikula niende kwa shade tutakuzana na fisi, maana fisi anaweza niibia. Anamula tu direct na kumaliza na kwenda kivuni, chapter close. Yaani mbona unataka kuwa chakula rahisi cha shetani? Sisi kwa Kristo ni wakati wa kuamuka, wakati wa kuomba bila kukoma. Sijasema mkuja museme kanisani tumekuja kesha damu ya Yesu, tukakesha mpaka asubuhi hujalala. Ni kukesha katika maombi, yaani ni kuomba kila wakati. Tembea na maombi, zuri na maombi, na kuweza kueneza injili. Shetani anaogopa watu wawili, anayeomba na anayeeneza injili, sio anayeomba na kukaa. Kama unaeneza
injili, hiyo ni kutangaza ya kwamba ninaenda kinyume cha shetani, nimepiga vita nikitafuta watu waingie katika upande wa nani? Wa Mungu. Hiyo itakuwa vita kwa shetani, na bila shaka tutakuwa tunamshinda tunapoelekeza wengi katika Kristo. Kwa hivyo shetani ako na muda mfupi sana, na kama ako na muda mfupi sana, vivyo hivyo sisi nasi tusifikirie we have the whole world. Hata sisi tuko na muda mfupi sana wa kuweza kueneza injili, tukiharakisha kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na je, sisi tunaweza kwenda wote tukaenda katika maeneo tofauti tukihubiri? Mtumishi wa Mungu Jona, unajua mimi si kupewa kipawa cha kuhubiri. Sawa, hiyo hukupewa. Kitabu cha Warumi 10:14-15. Ndiyo, hata Mungu anajua wewe hukupewa kipawa cha kuimba, au kipawa kipawa cha kuhubiri, wala hata cha kufundisha hukupewa, lakini 10:14-15 Warumi 10:14-15 inasema hivi. Ndiyo. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Ndiyo, wale watu wa nje watamuitaje huyu Mungu kama hawajamwamini? Tena waaminije yeye wasiyemsikia? Sasa wataamini kama hawajahubiriwa ama hawajaambiwa? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Kama hawajasikia lazima kutume mtu aende ahubirie, na huyo mtu kama hajatumwa, kama wewe mwenyewe hujahusika kutuma mtu mmoja aende ahubiri, wale wa nje watasikiaje? Na wewe mhubiri naye tena wahubiriji wasipopelekwa? Huyo mhubiri kama usipotoa fedha na dhahabu zako usponsor hawa wahubiri waende, utafikiria wataendaje? Twende. Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Asante sana. Kila wakati unaweza kuwa hauna muda wa kwenda ukihubiri, but you can sponsor one to take the gospel. Unaweza kuwa kweli uko very busy, umeajiriwa na kazi kama yangu, unaondoka asubuhi unarudi jioni. Unaweza kuwa umeshikika katika biashara, unafungua saa 12 unafunga saa 4 ya usiku, haupatikani. Lakini wimbo 107 stanza ya pili, kama huwezi safari hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasiomjua Yesu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika, waweza kutangaza upendo wa Mwokozi. Ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada, kama Harun mwaminifu kuinua mikono. Yaani kama wewe huwezi kwenda nchi za mbali, sawa, kuna watu hapo kwenu karibu. Kama huwezi kwenda mbali, kama huwezi kukesha mlangoni kama wale wanaohubiri kama ninavyohubiri hivi leo, kwa sala na kwa sadaka, unatoa msaada mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sala na kwa sadaka unatoa msaada wa kueneza injili. Kwa hivyo kila mara tunapoomba, kila mara tunapotoa changizo zetu, tunaeneza injili kote ulimwenguni. Watu watakapookoka, utasikia mimi nimezaliwa kule Buratana kule chini, na niliokoka wakati nilisikia mhubiri mmoja wa unabii akihubiri katika Sheki FM. Ililetwa vitabu ikafika mpaka kwetu, siku hizi tunasikia. Nikaokoka na saa hizi niko mbinguni. Na wewe Mungu anakuambia, na wewe unapokea taji kwa sababu wewe ndio ulifanikisha
mitambo hiyo ikafikia ule jamaa akapata injili. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwezi toa, kama unaweza nenda, na kazi ya Bwana tuifanye kwa pamoja. Kitabu cha Mathayo 28. Pengine ukauliza, kwa nini tutasisitiza sana habari njema? Ingeliwezekana katika asilimia zote za bodi zote za kanisa, za mikutano yote ya kanisa, katika injili, agenda namba 1 ingekuwa ni injili, kueneza injili kote ulimwenguni. Na hiyo ndio mission tuliyoitiwa. Mathayo 28:19 anzia 18. 18 inasema hivi. Ndio. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, ndio, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu basi enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kisha mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na pia na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka lini? Hata ukamilifu wa dahari. Yesu baada ya kutoa mamlaka yote akasema, sasa kwenu wanafunzi ambao ni sisi, na watuma sasa. Kwa hivyo mkiniona nasisitiza hivi, sio kupenda kwangu, ni kupenda kwa nani ndogo? Kwa Yesu. Ametuagiza mimi na wewe, mtoto na mtu mzima, tuende tueneze injili, na akahakikisha ya kwamba hatatuacha, atakuwa pamoja na sisi. Kwa hivyo lazima tutoke tukahubiri. Unaweza kuhubiri kwa njia tofauti. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:23 na 24 tukapatiwa hata njia za kuhubiri. Petro akasema, sasa mimi nitaanza kwenda kushika Biblia. Tukapatiwa mpaka mbinu za kuhubiri. Soma pale kitabu ni Mambo ya Nyakati 16:23 hadi 24. Inasema, mwimbieni Bwana nchi yote, ndio, tangazeni wokovu wake siku kwa siku, wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Ndio. Rudia aya ya 23 pole pole sasa. Aya kwa aya tukisema. Kwanza fanya nini? Mwimbieni Bwana nchi yote. Tumwimbie Bwana nchi yote. Kama huwezi kuimba, point number 2, tangazeni wokovu wake. Tutangaze wokovu wake dunia. Unadhani wewe mtu mmoja unaweza tangaza dunia nzima? Mathayo anasema, enendeni kote ulimwengu wote mkahubiri habari njema. Huyu naye anasema tuimbe dunia nzima, tutangaze dunia nzima. Na kwa hiyo hali anasema tuhubiri dunia nzima. Je, swali kubwa, je, mimi kama Jona, mtu mmoja ambaye tu anapatikana hapa Voi, anaishi pale Mazera, ninaweza kutangaza dunia nzima? Ndio. Zamani pengine tungesema haiwezekani, lakini kuna watu waliotangaza, na kupitia kwa Paulo wakatumia fedha zao, wakasponsor Paulo akahubiri, mpaka watu wakamwambia Paulo, you are turning the world upside down. Lakini mimi leo hivi katika teknolojia tuko na mitandao, tunaweza kuhubiri pale. Ukiona haitoshi, wacha nikueleze njia moja ya kuhubiri. Pengine mtandao, ukiwa Facebook, only your Facebook friends will see, na wale wako na bundles peke yao. Ukiwa kwa WhatsApp, itaenda tu kwa group, na wale kwa group wachache wanasambaza na wengine wasisambaze. So haitafikia dunia yote, itafikia your group and your Facebook friends and your Twitter friends and those who follow you on Instagram. Only. What about the rest of the world? Hujafika dunia. Lakini unapoielekeza, kama vile saa hizi tukapotoa, tupeleke katika redio. Wacheni niwapatie taarifa fupi. Unajua tunaposema communication, mpaka tupe na taarifa za kanisa dunia nzima. Katika maeneo moja Uarabuni, katika shirika la Adventist World Radio, linahubiri katika lugha tofauti tofauti. Huhubiri katika Kiswahili, huhubiri katika Kiingereza, huhubiri katika Kimasai, na pia huhubiri katika Kiarabu. Sasa katika kuhubiri kwa Kiarabu, hakuna katika huko kule Uarabuni wahubiri hawastahili, maana utauawa. Siku moja ndugu mmoja baada ya kufungua katika ile kuboeka katika stations, akakutana na Adventist World Radio. Akapata tu Mwarabu fulani akiongea, akamsikiliza, na akasikia tukutane kesho pia saa fulani kesho. Akatune kesho the same station.
Baada ya majuma kadhaa akaokoka. Sasa ikabidi aanze safari mpaka nchi ya mbali, avuke nchi yao, aende abatizwe. Baada ya kubatizwa akarudi, akatafuta washiriki, wakawa watu wanaenda kubatizwa. Sasa pasta mmoja akaja pia akaanza kukaa Uarabuni akijua kumepatikana members. Mahubiri mwa mkisikia katika redio, kwa sababu hiyo unasikia kwanza peke yako kwa nyumba. Pengine ukiweka television unapata watu wanakusumbua. Lakini sasa kwa sababu imeingia katika hiyo nchi, katika FM, unapata mtu ameweka earphone, simu ameweka kwa mfuko, unafikiria mtu anasikia ngoma zake. Unaona mtu akienda akifanya panda barabarani, unafikiria ana dance, lakini kupoteza macho ya watu, lakini huko ni mahubiri yanafanya nini? Yanaendelea. Unapata mtu ameenda mahali amefanya hivi, unafikiria anaumwa kichwa. Kumbe mhubiri pale amesema tafuta mahali tu. Wewe uko starehe saa hizi kanisani, utaki kupeleka injili. Inafika wakati wa kubatiza. Sasa wakati watu wamekuwa wengi, hakuna kwenda huko mbali kubatiza, unabatiza kwa nyumba. Tunasikia nyumba ya nani? Nyumba ya dada iko na sink. Inaitwa bathtub. Inaitwa bathtub. Kama mnaita nini? Ile bathroom ambayo iko na kitu kikubwa cha kukaa, unakaa ndani unakaa. Yes, umeelewa? Sasa kwa layman's language. Sasa kama mimi ninamuita dada kama ndio pastor, anakuja. Akifika ninajua Kioko anajua mahali tumejaza maji ya kubatiza. Sasa ninakuja, dada anakuwa ni mgeni wangu, tunakaa na yeye, ni pastor, tunakunywa chai, Waarabu wenzangu wako hapa hivi. Alafu sasa ndugu Kioko anafika, anasema, ndugu karibuni, tunamkaribisha, tunajua ni nyumba anataka kubatizwa. Pata naye anajua hivyo, na mimi mwenye nyumba ninajua. Sababu tunajua lazima abatizwe. Tunakunywa chai wote na Waarabu wenzangu, alafu ndugu Kioko ananiambia, ndugu, nasikia kwenda haja ndogo ama haja kubwa. Namwambia, choo, kiko hapo tu. Sasa nyumba yako, naambia, sio ni rafiki yangu nakuja hapa kila siku, muonyeshe. Pata naye anakimbia mbio speed sana. Ule anaenda kwa sababu kila kitu kiko ndani hapo, anatoa nguo anaweka hapo, anabatizwa, anachukua tayari, anachipanguza. Sio ataenda atambatiza na atoke. Ule abaki akivaa nguo zake pale, ibada imeisha. Wewe hapa uko huru. Injili lazima ifike kwa kila kiumbe, katika kila taifa na lugha na jamaa, wafikiwe na injili. Iwe ni kwa nyimbo. Wacha tutoe mfano mmoja tunapomaliza. Mfano mmoja katika kitabu cha Yohana, sura yake ni ya 4. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kwa Yesu akitaka kuongea na Yesu pale katika saa 6 hivi. Ni kama saa kama haya. Yesu akamhubiria, mwanamke ule akapokea injili. Baada ya kupokea injili, akauacha mtungi wake, akakimbia. Yohana 4:28 mpaka 30. Yohana 4:28 inasema hivi. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, alafu akaenda zake mjini, akaambia watu, ndio, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, inawezekana kuwa huyo ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini, wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, asante sana. Nataka uangalie, Yesu ndio mhubiri, si huyu mama. Huyu mama ni mwenye kuhubiriwa. Lakini sasa malaika yule wa kubeba injili anakafika hapo. Angalia vile injili inaenda. Huyu mwanamke akatumiwa kama chombo cha mawasiliano. In fact, na huyu mwanamke alikuwa ameshikilia mtungi akiwa amesimama hivi. Alafu anaangalia huyu mjamaa hivi. Akauacha mtungi, naona akiangusha kanga mtungi wake wa jerrycan ukianguka, ukivingirika pale kikielekea kwa maji. Mwanamke akakimbia, akaenda kuambia watu Yesu Kristo ni Bwana. Hakuna. Alienda akapasa ujumbe wa mwenye ujumbe. Yaani Yesu ndio mhubiri, lakini yeye hakwenda kuhubiri, alienda akapasa ujumbe wa mhubiri. Unajua hata unaweza kuwa mama, uache wahubiri, waprofesa, wafundisha unabii wa afya, wafundisha afya. Wewe ukuwe chombo cha mwenye kuhubiri. Uambie watu njoo wamsikilize Yesu.
In fact unaposoma mstari wa 39 mpaka 42, watu wakaja wakasema tumeamini Yesu kwa sababu ya kutokana na yule mwanamke. Na walipomsikia akamwambia Yesu, basi hata si sasa maneno ya mwanamke peke yake, hata sasa tumesikia maneno yake ya ukweli na tumeamini. Huwezi jua thamani ya your pocket. You can't know the value of your pocket until you send it to God's vineyard. Wacha nirudie hiyo. You can't know the value of your pocket until you send something to the Lord's vineyard. Hauwezi jua thamani ya kilicho mfukoni hadi utakapoitumia katika shamba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninaongea hivyo leo? Tukiwa tunajaribu ku-own this station yetu pale, nataka tuanze kujitoa hivi. Tukae kama huyu mwanamke. Tukimbie, tuambie watu njooni, hata si usihubiri. Tuma hiyo pesa, ambia watu waje wajione. Nilijaribu jana kugoogle nione kama kuna watu wengi wanaofahamu. Nikagundua ya kwamba kuna watu wengi sana wanaojua kuna station inaitwa Sheki FM, hufundisha mambo mazuri sana, lakini hawajui ni wapi. Nikaenda sasa physically, nikauliza wafanyikazi wenzangu, mumewahi sikia? Mmoja akaniambia hata juzi nilikuwa Mombasa, nilisikia hiyo station na inanifurahisha sana kwa nyimbo tu. Lakini nilisikia pia iko na programs nzuri. Wacha watu wakimbie. Wewe tupa mzungi, eneza, waachia hapo. Usienda kuhubiri. Hata kusema ati ya kwamba Yesu ni Bwana wa Mungu. Ameniambia maneno yangu ya. Maneno yako gani? Watu walikuwa wanamjua ni kahaba. Kama amemwambia ni kahaba, tunajuaje kama si one of the boyfriends? Kwani tunajuaje kama sio sponsor? Waachana na hiyo maswali. Mama hakutaka kujua ni ati watu watanishuku kama mimi, kama huyo ndiye anakuwa sponsor wangu. Alisema njooni mumuone mtu ambaye ameniambia mambo yangu. Sasa tunataka watu ambao hatutaki watu wajue kitu za watu utafikiriwa nini na watu. Hatutaki watu waseme unafikiria juu ya nini, lakini tunataka watu watakaoamka na kukimbia na kutangaza watu waje kusikiliza nani? Yesu. Kwa sababu gani? Wakorintho wa kwanza 9:16. Wakorintho wa kwanza 9:16 inasema nini? Maandiko yanasema hivi. Maana ijapokuwa ni uhubiri samani. Soma vizuri. Maana ijapokuwa na ihubiri Injili, sina la kujisifia. Alafu maana nimeiweka sharti. Tena ole wangu nisipoihubiri Injili. Ati nimeiweka sharti, rudia tena. Maana ijapokuwa na ihubiri Injili, sina la kujisifia. Maana nimewekewa hapo sasa, maana nimewekewa lazima. Sharti, nimewekewa nini? Lazima. Kwa nini? Ole wangu nisipoihubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ni Jona nimediambia. Ole wangu nisipofanya nini? Nimewekewa lazima. Kwa hivyo lazima niende na mkono. Hata ninaweza kwa fedha na dhahabu zangu nisitumane kwa ajili ya kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuimbe wimbo hapa. Mstari wa 4. Kifungu cha 4, 107. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa sala na kwa sadaka. Nataka sasa hivi, hiyo tunaimba kimoyo moyo sasa. Nilikuwa nataka tukuwaletea. Roho za watu zikifanya nini? Roho za Bwana aliyokufiwa na Bwana. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme nini? Usiseme nini? Hata vile mnajibu ni kwa uvivu. Ndiposa hata siulize usijibu kwa uvivu ama kwa ujasiri. Bwana akikuita usiseme nini? Hata vile ninasikia tu mnajibu kwa uvivu. Bwana akikuita
wakikuita usiseme nini? Usiseme hakuna. Roho za watu zinakufa. Na nataka tuanze kwa hubiri hili. Wewe si mhubiri, haukupewa kipawa. Shemasi wawili, njoo shemasi. Roho za watu zikifa, wewe utapokea kutoka kwa mkono huu. Weka tu kitambaa. Hata hakuna vitambaa sauti. Pokea plainly. Shika hata kama ni kitabu. Pokea juu hapo. Pokea hapo watu waweke. Wale ambao wanatangaza tu, weka hapo. Hiyo tutaiweka kando. Wale wanaosema roho za watu zikifa, sitasema. Nataka kuanzia saa hizi ole wangu nisipohubiri kwa sala na sadaka. Wachana na sala, hiyo nitaomba. Sadaka sasa. Kwa sadaka nataka wale ambao watalete. Bado kuna wito ya pili, wale ambao watalete next week kwa sababu huko umejua. Hiyo itakuja baadaye. Lakini kwa wale ambao wako nazo saa hizi, lete hapa. Nataka tuombe kwa ajili ya hizo. Lete zako hapa. Asante sana. Huyo ni wa kwanza, mhubiri wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, wito wa kwanza unapokelewa na watoto. Ajabu kweli. Wale wanaosema niko tayari kusimama na redio sasa, tuanze kuhubiri, waanza kusimama sasa. Tuanze kuhubiri na Sheki FM. Tukianza pale, kiasi Gospel hapa, tuanze kuhubiri. Na mnajua vizuri sana, maeneo ya pwani yako chini katika Injili. Mtakubaliana na mimi katika ujumbe huu wa malaika watatu. Pwani tuko chini sana. Nataka wanaoanza kusema tutasimama na hiyo Injili. Mimi sijui kuhubiri, haki kabisa, mimi sijui kuimba, lakini nataka kusimama nihubiri kama vile 1 Chronicles chapter 16:23 imesema. Tutahubiri kwa kuimba na kuanza na kufundisha. Mimi sijui kufundisha, sijui kuhubiri, lakini nataka kusponsor. Weka wazi ndugu, watu wapokee. Hata watu walete jambo hilo kwa Bwana. Mimi sitaki kusema usimame hapa. Kuna kiwakilishi hapa, tutaomba kwa ajili ya hii. Mungu ataona ule mkono uliweka hapo. Na mimi nilisema, mimi huwa sijui kuna Mungu wangu. Kama wewe unajua kuna wako, mimi sijui kuna wangu. Na kwa sababu hiyo nataka kuambia Mungu yule ambaye amefanyiwa kazi leo, amefanyiwa mahubiri hapa leo, nataka kumwambia kwamba alete baraka hizo. Tuone kama waliotoa hawataongezewa. Tuone kwamba kama Mungu hatapenda. Mungu huyo ambaye alisema ole wetu, tumewekewa sharti, tumewekewa lazima, ole wetu tusipohubiri. Sina muda mrefu, nataka kuomba kwa ajili ya hawa. Kama bado lete. Hata tukiendelea kuomba lete, lakini usifungiwe nje kwa sababu nataka kuombea hawa kwanza. Alafu tukimaliza hapa, najua wito wangu ni tofauti, sitaki kujumulisha. Nataka tuombe hiyo, twende kwa topic nyingine ya pili. So kama bado umebaki pale, lete changizo lako. Tunachangia na target yetu sasa. Nataka kulitoa. Nataka kwa muda wa mwaka huu tuwe tumefanikisha kununua mitambo hizo. Lakini kama wewe umebarikiwa kwamba unaweza nunua mtambo moja, iwe ni kompyuta, toa pesa hizo. Lakini nataka kanisa hili la Voice Central tutaje tu 70,000. 70,000. Tukitaje 70,000 na 70,000 and 77 shillings. Wacha niweke round figure. Tukitaje 71,000. Tukitaje 71,000. Hiyo mitambo tumenunua na Injili imesonga ifike the whole of course. 70,000. So, unapoenda kutoa kitu, nitakuja kwa nyinyi ambao mnaenda kuandikisha. Lakini kwa na rough idea, we are targeting 71,000. 71,000. Jiulize, tunapoenda kutarget 71,000 hizo, utatoa ngapi? Saa hizi ukiandika, uniambia kwamba mimi nitatoa 71,000. Tunasema mtu amehubiri mmoja tosha, wengine tungoje tuchangie mitambo mingine, ama mtu aseme na mimi nitasponsor wafanyikazi every month. Kwa sababu wao wametoa, nataka tuombe. Njoo hapa karibu. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ndugu hawa na dada hawa wameona ya kwamba kwa
mdomo, kwa miguu, hawawezi kutembea na kuhubiri wala kuimba kueneza Injili. Lakini kwa zaka na sadaka wamesema, Baba, niko hapa, nitume. Hawajasema watume kesho, wamekubali watume saa hizi. Baba, let these funds in a flying mode reach those perishing souls. Katika jina la Yesu, wabariki, waongezee, wajazie, na kila kipato wanachopata usiruhusu magonjwa wala shetani kuingilia katikati, bali Yesu ukawaepusha na janga zote, ukawaneemesha wazidi kutoa na kuchangia kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Ketini. Jambo la pili, hukujua ya kwamba kumbe kuhubiri, unaweza kuhubiri kwa sadaka. Unapopata bahasha yako siku hii ya leo, kama hauna bahasha, mimi siombi ya kwamba juma likipita, Sabato zikifika, shemasi mkuu wako alikuwa wapi hapa? Ako nje. Kumbusha shemasi mkuu, watu wakitoka, hata ikiwezekana wasimame pale na bahasha mpya kama hii. Unaposhika Elder, thank you. Unapochukua bahasha, utasimama pale bahasha mpya. Na kwa wale ambao mko na bahasha tayari, ukirudi saa 8, bahasha zitapeanwa saa 8, zinapeanwa baada ya mafundisho ya saa 8. Bahasha zako utapewa, nenda pale kama bado iko na nafasi, kama haina nafasi chukua. Katikati ya juma, ambia Mungu, nimeamua kuhubiri. Hapa imeandikwa God's Tithe Combination. Kuna mahali pameandikwa radio offering. Ukishaandika tarehe pale, andika radio offering yako hapo. Ambia Mungu, mimi nataka kuhubiri kwa njia ya radio. Kuna siku tutakuja tuseme kuhubiri kwa njia ya television. Kuna siku tutakuja kuhubiri juu ya cable TV na internet. Siku haijafika, lakini kwa leo tutahubiri kwa njia ya radio. Kuja pale mahali imeandikwa, ni nafasi imeandikwa radio offering. Weka pale sadaka zako. Sabato ijayo na Mungu aweza kuwabariki. Nataka kuomba na wale ambao wanaazimia watapata kitu na waweke kwa ajili ya Bwana. Nataka kuombea kitu gani? Moja, Mungu akupe hitaji hilo. Pili, shetani azuiwe asikukataze kipato na asikupe ajali kwa sababu umeahidi. Na jambo la tatu, Mungu atakapokupatia cha kutoa, akupatie pia cha kukuendeleza kimafamilia ama kwa ile shughuli uko nayo. Kwa mkono juu, wale wanaenda kutafuta, nataka kuomba na nyinyi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wana wako wameahidi pamoja nami, tutaenda Baba kwa kutujalia. Uwetuwezesha kutoa kwa ajili Baba ya ujumbe huu wa redio. Mungu, tunaomba ukatupe riziki, kwa sababu ulisema katika Zaburi 50 kwamba vitu vyote ni vyako na unatupa kwa ukarimu. Baba, utupe, na unapotupatia Baba, utuzuie na magonjwa yanapokuja kuondoa fedha zetu, utuondolee na janga zinazokuja kuondoa mapato yetu, na pia Baba utupe na riziki, ili tunapotoa shambani mwako tupate hata na kulisha watoto wetu na kujiendeleza kimaisha. Jina lako litukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu, amen. Nataka sasa korista, kabla ya ombi la mwisho, tukisimama aya ya 4, stanza ya 4 chorus. Stanza ya 4, korista utuongoze, kisha tupate maombi. Simama. Roho za watu zikipase, roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna
jina la Yesu Kristo. Umetufundisha mambo makubwa magumu Baba, hatuko tunaelewa, lakini tumejua ya kwamba tumelazimika kueneza injili, whether physically, whether financially, ama njia yote ile Baba, tunajukumika. Mungu wetu, kuna wale wametaabika wakitafuta kazi ili kusupport kazi yako, lakini hawajapata kwa sababu shetani amefunga njia hizo. Nenda kafungue leo kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wale wamefungua biashara, zinaenda zikidinimia kana kwamba zinaenda kuisha, lakini kama ulivyosema katika Zaburi 35, kwamba msingi ule ulioanzisha utamaliza kwa mkono wako. Agiza leo Baba tukaimalize, na biashara hiyo ikastawi na kunawiri. Kuna wale ambao nyumba zao Baba zinayumba, na hata wanapotaka kujitoa katika kazi yako wanalemewa kwa sababu ya mzigo wa familia. Baba, komesha ibilisi hiyo na janga hilo, ukaliangamize katika jina la Yesu, na ukaleta utulivu Baba katika familia zetu. Kuna wale Baba ambao katika kazi zao zinayumba, wakitishwa, hata wengine wakitumikishwa siku ya Sabato. Hebu ukawapiganie, na wanaposimama na injili yako Baba, wasimame nao. Baba, tekeleza mapenzi yako, utubariki kila mmoja, tuweze kujitolea katika kazi yako. Tupe afya, tupe uzima, na utuongoze. Hata wenzetu Baba walioko pale nje hawajajua injili, tunapowapelekea Yesu wakupokee. Hata walinzi wetu siku ya leo tunawakabidhi mikononi mwako, ukawabariki, ukajaze neema na upendo wako, wajue ya kwamba hata wao ni wana. Jina lako litukuzwe milele na milele, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.